Kule Migori, baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu sasa wamezamia biashara ndogondogo kwa madhumuni ya kugharamia baadhi ya mahitaji yao ya kila siku na hivyo kuwapunguzia wazazi wao mzigo mzito wa masomo kando na kujenga mustakabali wao wa baadaye. Mwandishi wetu wa kujitegemea William Wainaina ameandaa taarifa ifuatayo kutoka maeneo hayo ya Migori. Huku wengi wakisubiri kuhitimu ili watafute ajira, wapo baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu wanaoanza kujiajiri wakiwa bado masomoni kupitia biashara ndogo ndogo. Wanajaribu kusawazisha masomo na gharama za maisha ya kila siku. Christine Mora ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Rongo. Christine anaeleza jinsi biashara yake ya kuuza nguo imemnufaisha katika masomo yake. Kwa hii biashara yangu, nilianza hii biashara nikiwa mwaka wa 2. Sababu ilinifanya nikaanza hiyo biashara, niliona fee ilikuwa ngumu kidogo kwa mzazi, nikaona wacha nimsaidie kidogo na kitu ingine nilikuwa nasaidia mzazi pia kupunguza majukumu ya kumuomba kila wakati pesa kidogo ya matumizi. Kwake Ezra Mapesa, kando na kuwa mwanafunzi wa mwaka wa 3, Ezra ameanzisha biashara ya kuuza chapati na maharagwe akilenga kukabiliana na gharama ya maisha chuoni. Kazi hii imenisaidia sana kukidhi mahitaji yangu. Mahitaji kama kulipa, wakati mwingine nalipa rent, wakati mwingine pia nalipa fee juu mzazi saa zingine kaweza kuwa ameshikwa mahali. Hatua chache kutoka kwake Ezra na mpata Lewis Azenze. Kwake ujasiriamali umekuwa darasa la 2 nje ya ukumbi wa mihadhara. Anajishughulisha na uuzaji wa mapambo kwa wanafunzi wenzake. Biashara hapa ukiangalia ni 3. Kuna kuweka stickers hapa, kuna jewelries na tunauza pia manguo. Manufaa yake ni inanisaidia kujikimu pale katika hostel. Matumizi hapa na pale kama chakula. Kwake Olivent Nzuma, mwanafunzi wa mwaka wa 2, biashara ya kuuza chips si tu chanzo cha mapato bali pia ni sehemu ya maandalizi ya maisha ya baada ya kuhitimu masomo. After kumaliza shule, kuna ile period bado haujapata kazi vizuri, unaweza endelea na biashara yako. Na mimi hupiga hustle ya mtura, ama wanapenda kusema ni choma, nyama choma isiyo na mfupa. Naam, so wacha niseme tu imenisaidia kwa mengi. Kwa miaka 3 ambayo nimefanya, imekuwa ikisaidia kupata tuseme 7, na pia yale mahitaji tu mandogo ya hapa shuleni, tuseme nahitaji kujumuika na darasa la mtandaoni pale, pia naingia na imekuwa ya manufaa zaidi. Kwao darasa halipo tu ukumbini bali pia katika biashara wanazozijenga kwa mikono yao. William Wainaina, NTV, kutoka kaunti ya Migori.